You said it was just our small city. Makes such a big battle as 4? The school received a report. Is it big? What do you think? You said Kila mara ulipomwona Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kulikuwa na kitu kimoja ambacho hakukiacha. Naam, na hiki si kitu kingine bali ni fimbo yake. Lakini je, fimbo hii ilikuwa tu sehemu ya mtindo wake wa mavazi au ilibeba maana kubwa zaidi? Je, ilihusiana na nguvu za kiroho, uongozi wa Kiafrika au ilikuwa tu chombo cha msaada wa kutembea? Katika podcast hii tutazama ndani ya historia ya fimbo hiyo, hadithi zinazozunguka matumizi yake na maana yake katika uongozi wa Mwalimu. Tutazungumzia jinsi fimbo hii ilivyokuwa ishara ya busara, nidhamu na mamlaka ya kiongozi aliyotumikia watu wake kwa moyo wake wote. Lakini si hilo tu. Kuna simulizi za kushangaza kuhusu fimbo hiyo. Kuna wanaosema ilikuwa na nguvu za kipekee, wengine wanadai ilikuwa baraka kutoka kwa wazee wa Kiafrika, na baadhi wanahoji kwa nini hakuna kiongozi mwingine wa Tanzania aliyeendelea na utamaduni huo. Je, fimbo hii ilikuwa na maana gani kwa Tanzania na dunia kwa ujumla? Karibu kwenye podcast hii maalum ambapo utajifunza mambo ambayo hujawahi kusikia kuhusu fimbo ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Baki na mimi hadi mwisho kwa sababu utagundua siri moja kubwa ambayo huenda itakushangaza. Jina langu mimi naitwa Joakim, nimekuletea makala hii mezani ili sote tujifunze kwa ujumla. Lakini kama ni mara yako ya kwanza kujiunga na channel yetu ya YouTube, usisite kusubscribe pamoja na kubonyeza alama ya kengele ili pale tutakapokuwa tunapakia video zetu mpya usiwe wa mwisho kupata update hizo. Let's continue and let's dive in. You said it was just our small city. Makes such a big battle as 4? The school received a report. Is it big? What do you think? Fimbo ya Nyerere inaaminika kuwa ilitengenezwa kwa mti maalum wa Kiafrika, ingawa hakuna uthibitisho wa moja kwa moja kuhusu aina ya mti. Baadhi ya simulizi zinasema ilitengenezwa kwa mbao za miti ya kizanaki au kisukuma. Katika tamaduni nyingi za Kiafrika, viongozi wa kimila walikuwa wakitembea na fimbo kama ishara ya mamlaka. Kwa mfano, machifu wa Wasukuma, Wanyamwezi na hata Wamasai walikuwa na fimbo maalum zinazowatambulisha kama viongozi. Nyerere pia alipoanza kuwa kiongozi wa Tanzania, fimbo yake ikawa sehemu ya utambulisho wake, tofauti na viongozi wengine waliotumia suti au mavazi rasmi pekee. Fimbo ya Mwalimu haikuwa silaha bali alama ya uongozi